Mtazamaji, serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuimarisha uwezo wa kiutendaji wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kwa kuchukua hatua mbalimbali katika mapambano dhidi ya rushwa, ikiwa ni pamoja na kuiwezesha taasisi hiyo kwa rasilimali watu na vitendea kazi, ikionyesha lengo la dhati la serikali katika mapambano dhidi ya rushwa nchini. Leo hii Januari 24, 2026, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, mbunge, ameeleza dhamira ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuboresha mazingira ya kiutendaji ili kutoa huduma bora kwa Watanzania. Ameyasema hayo alipokuwa akizindua jengo la ofisi ya TAKUKURU Chalinze mkoani Pwani. Uzinduzi wa jengo hili ni hatua muhimu sana inayothibitisha dhamira ya serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na TAKUKURU katika kuimarisha mazingira mazuri ya kiutendaji, kuongeza ufanisi pamoja na kutoa huduma bora kwa wananchi ili kuleta maendeleo kwa Watanzania. Serikali itaendelea kuwawezesha kwa kiwango kikubwa, na hili kwenu lazima mtambue kwamba ni deni. Deni katika maana hipi? Serikali imewasomesha, imewapa kazi, imewapa majengo, imewapa vifaa. Matarajio yetu nyinyi mtulipe fedha hizi za Watanzania walipa kodi kwa kufanya kazi iliyo nzuri na iliyokusudiwa. Hamna budi kuhakikisha kuwa mnafanya kazi kwa bidii kubwa na weledi mkubwa ili dhamira ya serikali ya awamu ya sita kuitokomeza rushwa nchini pamoja na maono ya taasisi yetu ya TAKUKURU ya kuwa na Tanzania isiyo na rushwa inaweza kufikiwa. Nitumie hadhira hii kutoa wito kwenu pamoja na kwa Watanzania wote kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kuwa fedha za serikali zinazotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi pamoja na maendeleo katika halmashauri yetu zinatumika vizuri kulingana na malengo yaliyokusudiwa, lakini kwa kuzingatia sheria, hasa sheria ile ya manunuzi kama ilivyoelekeza. Wito huu wafikie pia watendaji wote katika sekta ya umma kwamba watekeleze majukumu yao kwa kuzingatia sheria, pia kanuni na taratibu za nchi, bila kujihusisha na vitendo vya rushwa, na kwamba tumtangulize Mtanzania katika kutekeleza majukumu yetu. Akiongea wakati wa uzinduzi huo, Mkuu wa Mkoa wa Pwani Mheshimiwa Abubakar Kunenge amepongeza jitihada za TAKUKURU katika kuhakikisha mkoa huo unapata maendeleo. Kama mna rushwa, huwezi kupata wawekezaji. Kwa mimi nichukue nafasi hii niseme hadharani kama mkuu wa mkoa, nafarijika sana na utendaji wa taasisi yetu ya kupambana na kuzuia rushwa. Mafanikio tuliyoyapata wana mchango mkubwa sana kuhakikisha wawekezaji hawapati usumbufu, hawaombi rushwa na changamoto nyingine. Awali akizungumza kabla ya kumkaribisha mgeni rasmi, Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Francis Chalamila ameshukuru serikali ya awamu ya sita kwa kuendelea kuipatia TAKUKURU vitendea kazi. Ninapenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na serikali ya awamu ya sita kwa kuendelea kuiwezesha TAKUKURU kwa rasilimali watu na fedha ambazo zimewezesha kujenga majengo ya ofisi za mikoa na wilaya, na hivyo kuwapatia watumishi wa TAKUKURU mazingira bora ya utendaji kazi. Tunaendelea kuishukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuiwezesha TAKUKURU kupata jengo hili pamoja na majengo mengine kote nchini. TAKUKURU mpaka sasa ina majengo ya ofisi yapatayo 79 ikiwemo 11 yanayojengwa mwaka huu wa fedha, kati ya majengo 145 yanayohitajika nchi nzima. Wananchi wa Chalinze, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa na wananchi wote mliojumuika hapa, nyinyi ni jukumu lenu kuitumia ofisi hii au majengo haya kutoa taarifa za vitendo vya rushwa vinavyotokea katika maeneo yenu. Ofisi ina mandhari nzuri, ina faragha ya kutosha kuliko kule tulikokuwa kabla ya kuhamia hapa. Kwa hivyo sasa mje bila hofu yoyote ile
ya kuonekana, ya kufanyaje, mje mtoe taarifa hapa. Lakini mtakaoshindwa kufika hapa kwa sababu yoyote ile, basi mtumie njia zingine za mawasiliano mnazozifahamu. Lakini hapa nitarudia tu kwa kumbukumbu, tuna simu yetu namba 113. Hii simu haihitaji bando wala kifurushi wala chochote kile. Hii unatwanga tu, itapokelewa na utatoa taarifa za vitendo vya rushwa. Basi na makamanda wetu hapa chini ya uongozi wa Bi Cecilia Swai mara moja watakuja eneo la tukio na kuchukua hatua stahiki. Nao baadhi ya wakazi wa Chalinze wamekuwa na maoni haya kuhusiana na uwepo wa jengo hilo. Jambo hili kwetu lina faraja kubwa sana kwa wananchi wa Chalinze, kwa sababu limetusaidia sasa kupata huduma za TAKUKURU vizuri na kwa ufanisi mkubwa. Isitoshe, hili jengo ni kubwa na lina faraga, limejitenga. Ni sehemu ambayo mtu unakuja unatoa taarifa zako ukiwa huru, ukiwa na amani na utulivu kabisa. Lakini pia linaboresha utendaji kazi wa taasisi hii ya TAKUKURU hapa Chalinze. Tunapongeza juhudi za serikali kuwezesha jengo hili zuri kuweza kujengwa mahali hapa Chalinze. Kiukweli jengo hili litakuwa na manufaa makubwa sana kwa wananchi wa Chalinze, especially ukizingatia eneo hili limejitenga, liko sehemu peke yake. Kwa hiyo ni sehemu ambayo watu watapata privacy, usiri wa kuweza kutoa yale ambayo wanahitaji kuyatoa. Lakini pia ni waombe na ni wasii wakazi wote wa Chalinze wasisite kushirikiana na taasisi hii ya TAKUKURU pale ambapo wanakutana na vitendo vya rushwa au kuona au kusikia, wasisite kuleta taarifa mahali hapa. Kuzinduliwa sisi kwetu ni fahari. Ukiacha taasisi yenyewe, lakini mji wote unapendeza ukiwa na majengo. Lakini TAKUKURU kwetu imekuwa mkombozi kwa sababu zile dhuluma za hovyo hazipo. Na vile vile kama alivyosema viongozi wote kwamba jengo kuwa sehemu ambayo ina uhuru, mtu anaweza akaja na taarifa yake kuja kuitoa ili kusudi kama ameonewa au kama ametendewa hana mashaka na wale anaowatuhumu. Kwa hiyo kuwepo kwa jengo kwetu sisi wana Chalinze na mimi kwa umri wangu kwamba ni faida kubwa sana. Tumshukuru waziri wetu, tumshukuru mkurugenzi wa TAKUKURU na tumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu sasa na Chalinze kupata jengo kama hili. Na ndio Chalinze hivyo sasa inachanja mbuga. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.